what can cause you to fail in life or in God purpose of your life? Ni nini kinaweza kikasababisha wewe kuanguka kwa purpose? Ni kama mpango wa Mungu wa kukuleta duniani, ama mpango wa Mungu kwa sababu Mungu alikuleta na kusudi lake katika huu ulimwengu. Kuna yale mambo huwa tunafanya ama inakuwa katika maisha yetu, inafanya tunaanguka, tunakosa kufika katika hatima yetu, tunakosa kufika katika baraka zetu, kwa sababu kuna yale mambo ambayo hatukuweza kufanya ama ingine tukafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuanguka ni kutoka katika level ya juu unachuka katika level ya chini. Unaweza anguka kutoka level ya maombi. Ulikuwa mtu muombaji sana, lakini unakuta vile umeanza kuingiwa na mambo kadhaa kwa kadhaa, unaanza kurudi chini. Unakuta hata hayo maombi umeanza kukaukiwa. Unaanza kukuta hata huo mzigo hauna. Praise the name of the living God. Unakuta kutoka level nyingine ya financial breakthrough ama kifedha, unaanza kuanguka kutoka hiyo level, unarudi chini. So kuna yale yanafanya tunaanguka kutoka hiyo level. Praise the name of the living God. Tunaambiwa ya kwamba for the wicked shall fall into mischief, wale ambao ni waovu wataweza kuanguka na hawataweza kuinuka, kwa sababu hawana nguvu ya kuweza kuwashikilia ndivyo waweze kusimama tena. Lakini wale wanaomwamini Mungu atawapa nguvu waweze kusimama tena. Praise the name of the living God. Kwa sababu neno la Mungu huwa linatuambia tutapewa nguvu, tutapaa kama tai. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaona wale wenye dhambi wanaendelea kama wameanguka, huwa wanaendelea kufinyika kwa sababu hawana yule wa kuwashika, hawana yule wa kuwasupport. Lakini sisi tukimtumainia Mungu na tukikaa katika njia za wokovu na utakatifu, wakati tumeanguka, naye atakuwa wa kutushika na kutuinua na kutupea nguvu ya kuweza kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna yale mambo hutufanya tunakosa kusimama. Praise the name of the living God. Wakati tumeanguka. Wacha kwanza tuone katika Proverbs 24 verse 16. Timotheo 24 verse 16. Wacha tusome. Inasema ya kwamba for a just man falleth 7 times and rise up again, but the wicked shall fall into mischief. Irauga atiriri, ni amundu muthingu ona angigwa maita mugwanja agũaga o agĩũkagĩra, ĩndĩ ũrĩa mwaganu agũithagio na mũnduru nĩ waganu wake na ndokagĩra. Praise the name of the living God. Tunaweza fikiria ati wale waovu ni wale wako nje. Hata kwa kanisa kunaweza patikana mtu muovu, sababu wakati tuko kwa kanisa huwa mimi mbele labda ninafanya yale watu wanaona ni mazuri, lakini nikitoka na hapo mahali watu hawanioni, huwa ninafanya yale haifurahishi Mungu. So Mungu akiniona ananiona kama a wicked man. Ndiposa unakuta unashindwa mtu fulani na tulikuwa tumemjua ni mwokovu, vile alianguka, akaanguka kutoka kwa wokovu, akaanguka kutoka kwa biashara, akaanguka kutoka kwa level hii na hajaweza kuamka. Sababu neno la Mungu linasema yule aliye mtakatifu huwa anaweza anguka mara 7 na anainuka. Sababu akianguka kuna yule wa kumshikilia. Lakini yule ambaye hajakamilika huwa anaanguka na anaanguka kifundifundi. Praise the name of the living God. Bila kupata wa kumuinua. Sababu Mungu akimwangalia anaona moyo wake umebebanisha, hauna msamaha, moyo wake uko na hasira, moyo wake umejawa na chuki, moyo wake umejawa na offense, ambaye akikwazwa na kitu kidogo moyo wake umejaa offenses. Praise the name of the living God. Tunaambiwa there is those things, kuna yale mambo yanafanya tunaweza kuanguka kwa haraka. Praise the name of the living God. Kwa sababu kuna yale mambo tuliona ni ya mazoea katika maisha na tunaiangalia in a normal perspective. Huwa tunaiona katika hali ya ukawaida ya maono yetu. Kuna hayo mambo tuliona ya kwamba wakati mwingine unaona ni kama Mungu anakunenea,
Lakini kwa sababu Mungu amekunenea, sababu ya kanisa, sababu ya mtumishi, ama sababu ya mshirika, unasema mimi ndiko kumwena, sababu hivyo unakuwa na ile uoga. Praise the name of the living God. Yale mambo huwa yanasababisha tunaanguka ni pia kitu ya kwanza uoga. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo uoga yenye inatuingia ndio inasababisha tunaweza kuanguka kwa haraka. Sababu kila mara tunaonaga ni kama hatuwezi. Kama ni tukifikiria mambo na kuanzisha biashara, ni kweli uko na maono ya mwaka wa 2026. Lakini unasema na mwaka huu nitaacha hii ndivyo nianze hii, nitafanya hii, nayo uoga inakuingia. Inaanza kukwambia, sasa ni nani ulisikia ameanza na akaweza kufaulu? Hivyo roho nyingine ya uoga inakuingia, na ndio maana tunakutana tunaanguka. Hata kwa biashara tunaanguka. Hata ukitaka kununua kitu fulani, hujiamini wewe mwenyewe ya kwamba Mungu anaweza akatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu tunaonaga katika maisha yetu, wakati mwingine unakuwa na maono, unasema na mwaka huu nitanunua shamba. Na kwa sababu hauna pesa unaona sasa nitanunua na nini na sina pesa. Praise the name of the living God. Unasema mwaka huu ninataka nijenge. Mwaka huu ninataka nianze biashara. Unaanza kujiuliza na itashika. Na wengine wameweka biashara ya sweet, wameweka biashara ya duka, wameweka na labda ni duka unataka kuweka. Unaanza kuingiwa na uoga. Na labda wakati huu unasikia ndani yako kuna kitu kinakwambia mwaka huu anza kitu fulani. Labda ni Mungu anakunenea, sababu wakati Mungu anainua mtu, huwa kuna mwingine anashusha. Praise the name of the living God. Kwa sababu amesema na wale waovu wataanguka bila mtu wa kuwainua. Kwa sababu labda Mungu ameona kuna mtu muovu anataka kuangusha, anataka kuachilia aanguke na hata muinua. Anakunenea tu, anakuambia anzisha kitu fulani. Hata kama hauna pesa, anzisha na hiyo 1,000, anzisha na hiyo 500 uko nayo, anzisha na hiyo 2,000 uko nayo. Praise the name of the living God. Tunajipata katika hali ya uoga. Tunaanza kuangalia na nikianzisha na hiyo 2,000 na saa hii venye economy iko juu, sasa hiyo 2,000 itanunua nini? Sasa hiyo 500 itanunua nini? Praise the name of the living God. Uoga ndio unatufanya tunaanguka. Sababu kama Mungu alikuwa amekupangia mwaka huu nitakubariki kwa biashara, mwaka huu nitakubariki kwa plot, ndivyo mwaka ukienda kuisha uanze kumwaga material. Lakini kwa sababu mawazo yako umejiwekea kwa uwezo wako. Praise the name of the living God. Tukasoma neno Friday wakati wa maombi. Tukaambiwa na tusikaweke imani yetu kwa visu zetu za vita. Praise the name of the living God. Katika Psalms 44. Turerimo tutikae kuiga mwihoko witũ hiũ-inĩ citũ cia njora kana ũta-inĩ witũ, nĩ tondũ mahinda marĩa Ngai witũ atũgũkĩrĩra thũ citũ nĩ gũcitururia citururagia meciria mao. Kwa hivyo ndukae kuiga mwihoko waku mbeca-inĩ icio wĩnacio, iga mwihoko waku he Ngai. Praise the name of the living God. Sababu ukiweka mawazo yako uanze kuogopa. Wacha tuangalie katika Isaia 41 verse 10. Isaia 41. Jesus. Isaia 41 verse 10. Inasema ya kwamba tigai gwĩtigĩra ndĩ hamwe na inyuĩ, tigai kũmaka amu nĩ niĩ Ngai wanyu. Nĩ ndĩmũmagĩrĩria na nĩ ndĩmũteithagia, nĩ ndĩmũgitagĩra na ndĩmũhonokagie. Na kama Mungu anakuambia usiogope sababu mimi ndiye Mungu wako, anakuambia usiweze kushtuka ya kwamba nitaanzisha hii kazi na nini. Usianze kushtuka huu mwaka nitaweza kusurvive aje. Ndio maana tunakuta tunaanguka, sababu huwa tunaweka tumaini letu kwa kile kitu tunaweza, ama kwa uwezo wetu wa financial, ama uwezo wetu wa physical. Tunaiweka, tunakuta tumeanguka, sababu anatuambia yeye ndiye atakuwa wa kutupea nguvu na atakuwa wa kutusaidia, atakuwa wa kutupigania na kutuzingira na kutuokoa kutokana na yale yote tunaona ni kama hatuwezi. Praise the name of the living God. Wakati uko na uoga, huwezi ukaelewa the work of God, huwezi ukaelewa kazi ya Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anatuambia ya kwamba
yeye si mwanadamu aweze kukawia kama vile wanadamu wengine huwa anafikiria anakawia. Kwa hivyo wakati utaanzisha, ndio maandiko yake inatuambia katika James verse 3 inatuambia ya kwamba imani bila matendo imekufa. Na ndio maana tumeona hii failure, because kama uko na imani Mungu anaweza akanipea hii, kwa nini usianzishe? Praise the name of the living God. Kwanza kama hauna hiyo matendo, huwezi ukaelewa ya kwamba Mungu hufanya kazi katika maisha yako, kwa sababu hata kama amekawia kukuja, ni lazima ataweza kutimiza ahadi alizokuahidi, sababu hawezi akaanguka. He never fail. Praise the name of the living God. He understands the timing very well. Huwa anaelewa wakati vizuri wa kutimiza hili jambo. Kwa sababu unaweza kuja, labda kuna mtu anataka kuachilia aanguke, sababu ya yale matendo ametenda, amemvumilia kwa muda mrefu, ameona habadiliki, sasa anataka kumwachilia ndivyo na wewe aweze kukuinua. Na anataka kwanza uanzishe ndivyo akiachilia yule, sababu hata mshikilia tena sababu ya uovu wake, na wewe ukue umeanzisha uanze kukua. Praise the name of the living God. Mimi sijawahi ona mmea umemea isipokuwa yale maitika. Sasa ninataka kuangalia ile tunawekaga kwa gara letu. Tunasema na nitapanda viazi next week. Sijawahi ona mmea umemea kama hujapelekwa kwa shamba. Ni wewe uchukue hatua, upeleke, upande, ianze kumea. Praise the name of the living God. Na wewe ukipeleka kile unataka mbele za Bwana, alafu uanze na hatua ya kutenda matendo, hiyo jambo Mungu ataanza kuimeesha, nayo ile ataanza kuachilia, ndivyo yule akianguka hataweza kuinuka tena. Praise the name of the living God. Mungu wetu habadiliki, na yale yote huwa anafanya kwa wema kwa wale wanaompenda. Praise the name of the living God. Wacha tuone katika Romans 8:28, Warumi 8, Romans 8:28 inasema ya kwamba, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Ningene tuwe ati maundu mothe ni mathiaga wega hari aria mendete Ngai, o aria etire kuringana na uria we endete. Kwa hivyo mambo yote yataenda vizuri Mungu akikupea, kwa sababu maono yetu sio sisi tunakuaga na maono. Ni Mungu anaingisha hiyo kitu ndani yako, ina manifest, inakuwa ni kama dhamiri, ndivyo uweze kuifanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yote yanatendeka kwa wema. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai, kuri aria mamwirigire, mathiaga wega kuri aria mendete Ngai, o aria etire kuringana na uria we endete. Kwa hivyo kama Mungu alikuita, hawezi kubali maisha yako yakaweze kuangamia ama yakaweze kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi huwa tunaogopa. Unaanza kuogopa, nikianza jambo fulani litaenda aje, kutakuwa aje, ama hapana, ni kwa wema. Kwa hivyo yale utaanzisha ataiachilia iende kwa wema, ataenda akikuinua. Hata ukipatana na challenges wakati umeanzisha hiyo jambo, yeye mwenyewe anajua hii challenges ninataka mwanangu apitie ndivyo aweze kunigojea tu, sababu kama umeenda, kama umeinuka, unaweza shikwa na mtego wa kiburi ukaweze kuanguka. So ni lazima akubali upatane na challenges, ndio kwanza umgoje, ndio aweze kufika na baraka zake. Akuwe amekufundisha, akuwe amekuelimisha, ukuwe mtu aliye na maarifa, usikaweze kuangamia, sababu neno la Bwana linatuambia, na watu wangu huangamia kwa kutokuwa na maarifa. Kwa hivyo wakati hutasubiri ama hutangojea Mungu aweze kukurainisha, Mungu aweze kukutengeneza, aweze kukuprune, ndivyo wakati utaanza kuwa na mazao, utakuwa na mazao mema na mazao yatakao kuwa na afya njema. Praise the name of the living God. Kitu kingine ambayo inatufanya tunaweza kuanguka ni losing hope. Tunakuta wakati mwingi huwa tunakufa moyo.
Kuna jambo ulikuwa unataka kwa Mungu, umeona nimeiombea kwa miezi 2 3, umeona nimekuwa nikikuja kanisani na sijafanikiwa hili jambo, unaanza kukufa moyo. Praise the name of the living God. Kama ni kwa nyumba yako kuna kitu umekuwa ukiombea, ama kuna kitu ulikuwa unataka kuanzisha na Mungu alikuwa ameweka hiyo dhamiri ndani yako, akakwambia anzisha kitu fulani, unakuta kwa sababu haijaweza kufanikiwa, kwa sababu unajaribu kuconnect na haiingiani, unaanza lose hope. Praise the name of the living God. Tusikue watu wa kukufa moyo. Sababu kama jambo unalisikia, mimi nasikia mwaka huu tuseme ninataka kulima, ni example, ni mtu fulani nasema usikie tu unataka kulima mwaka huu, Waanza kuona sina pesa ya tinga, sina pesa ya mahindi, sina pesa ya mbegu, sina nini. Ukianza kuruhusu hope, wakati huo ndio utaanza kufeli. Failure itaingia hapo. Kwa sababu shetani atakuonyesha ya kwamba hata mwaka mwingine unaweza ukalima. Hata fulani alilima na hakuweza kufanikiwa. Praise the name of the living God. That losing of hope inaweza ikafanya mtu alikuwa na maono yake akose kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika 2 Corinthians 4 verse 9, kwa sababu tukikuwa na kuvumilia huwa unaweza kubeba mambo yale mazito. Even though you will be persecuted, God will never leave you. Praise the name of the living God. Hata kama kuna mambo ambayo utakuwa umeona haya, nimeachaniwa, nidatiganilio. Praise the name of the living God. 2 Corinthians 4:9. 2 Corinthians 4:9. Inasema ya kwamba nituthinagio na tutire hindi turi twatiganirio, twanatihagio uru muno no tutininagwo. Hingo ciothe tukoragwo tukuite gikuo kia Jesu na mĩĩrĩ itu, niguo onaguo muoyo wa Jesu woneke mĩĩrĩ-inĩ itu. Praise the name of the living God. Tondu Jesu ni akuire ri, niguo muoyo wake woneke thiini witu ri. Koguo kindu giothe turona ta gitari muoyo ni kirigiaga muoyo. Okorwo ni biashara tuona nino ndingi succeed, okorwo ni nginya honokio waku, okorwo ni nginya witikio uri urari naguo gwi Kristo, ugakinya handu ukaga muoyo, unarusi hiyo hope. Kwa sababu Yesu alibeba yale yote alikuwa anatufanya tukufe moyo. Kwa nini ukufe moyo ukijua ya kwamba niko naye aliyeshinda? Praise the name of the living God. Wacha tuone katika Mika 7 verse 8. Mika 7 verse 8. 7 verse 8. Inasema ya kwamba Thucitu itire na gitumi gĩa gũtũthekerera, ithuĩ nĩ tũgwĩte no nĩ tũgũkĩra rĩngĩ, twĩ nduma-inĩ no Mwathani nĩ egũtũhe ũtheri. Praise the name of the living God. Haufai kuruhusu hope kwa sababu umeona ni kama umeanguka. Ni unaangalia wakati umeanguka useme, kuna wimbo inasemaga gitumi nene nĩ njoete mũnyũmbie muoyo, haleluya nikakena na hivyo ira ithu ciakwa itikagenerere rĩngĩ, ndio kuma rĩngĩ, haleluya njoe mũnyũmbie muoyo. Amen. Kwa hivyo akikorwo ni kiugo kia Ngai kiratwira thucitu citikone gitumi gia gutukenerera. Sio wakati umeanguka atipwe wakati huo ndio utaenda kuonyesha maadui zako machozi, ndio utaenda kuonyesha maadui zako mahali shida imefika, na unajua ya kwamba hawa ndio wamenifinyilia nikafika hapa. Unaonyesha tu maadui zako mashida zako, hawana sababu ya kukufurahia wakati uko kwa shida, kwa sababu wakati umeanguka ataweza kukuinua tena. So we have not to lose hope. We have to tell him, Mungu nimeanguka, wakati huu niko chini, ninajua ya kwamba ni woya na garege na nijue ni ukojo ya rege niye ndigwete tondu nina munyiti. Praise the name of the living God. Tunajiweka imani ndani ya mioyo yetu. Hiyo ingine ambayo inatufanya tuanguke
believing in frustration ama intimidation from the enemies. Kama adui yako amekwambia wacha tutamuona tu, na wewe unaanza kuamini kwa yale amekwambia, unaanza kuona kabisa ni kama nimeanguka, kabisa ni kama biashara yangu iko na failure, unaanza kujitolea ushuhuda wa kushindwa. Praise the name of the living God. Wakati utaanza kujitolea hiyo ushuhuda, vile adui yako ameanza kukuintimidate, kukurudisha chini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna testimony moja ambayo nimeshare kwa status yangu, sababu niliisikiza, ni ya mwimbaji mmoja. Alikuwa anasema wakati mama yake alikuwa anaenda kama kanisani kama hapa, ati kwa sababu kulikuwa na wakati wa mapishi, kuna wageni watakuja, there is that contribution, huwa tuna contribute, tunaambiana tutapikia wageni nini. Mama mmoja anasimama anasema, na mutikere nyina angania tondu riri akikona muno na nguo ni iri mweri muramuitia ruteko. Praise the name of the living God. Mukishaga indo iria murashaka mutikere mama fulani, msikamkurudi. Sasa yeye alikuwa anajifanya ni huruma anamu. Praise the name of the living God. Na yeye labda alikuwa anachukua hiyo inakuwa testimony yake, anasema mukiwe manieta ishine ciana ciako kana hede. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine huwa unajijaza, hata kama ni kopole utapata hiyo kopole, ndio Mungu atabariki. Hata kopole inanunua nyanya, inanunua kitunguu. So usikubali the intimidation of the enemy iweze kukuangusha. Usikubali watu wakuitaga mjinga na unakubali wewe ni mjinga. Usikubali watu waseme ati wewe hauwezi na unaona hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati unaambiwa hauwezi, unasema mimi ninaweza, kwa sababu sio mimi huwa ninafanya, ni Yesu ndani yangu. Toroto kuetege kuya Kristo. Nitodo ni akuire na hiyo tungekuwa na tukilioka nake. Praise the name of the living God. Kwa hiyo hatutakufa, tutaishi, tutangaza wema wa Bwana. Kwa hivyo hata kuanguka hatutaanguka, hatutakuwa watu wa kudhihakiwa, na tunakubali hiyo dhihaka, tunaibeba, tunaanza kuitestify na kuiweka nguvu. Praise the name of the living God. So we have to be courageous. We have to be encouraging ourselves in faith. Tukue watu wa kujitia nguvu tukiwa na imani. Ukiambiwa ni kama hii ugonjwa umegonjeka, ni kama ile iligonjeka fulani mwenye alikufa, hapana. Praise the name of the living God. Ni unajitia nguvu, unasema huyo ni huyo na mimi ni mimi, na sitakufa sababu yule aliye ndani yangu anaishi. Amen. Praise the name of the living God. Tusikue tunabeba ushuhuda na intimidation za watu. Wanatuambia fulani aligonjeka na akaenda akachinjwa akafanyiwa operation. Na wewe unasema unajua kama ni operation na mimi naona ni kama nianze kutafuta pesa. Praise the name of the living God. Ni tumshinde shetani na ushuhuda wa vinywa zetu na kwa damu ya mwanae Yesu Kristo. Tuseme ya kwamba kama huyo alifanyiwa operation ni huyo, sio mimi. Mimi sitafanyiwa operation. Praise the name of the living God. Kwa sababu tunaangushwa, tunakuta tulianguka sababu tulikubali the intimidation, dhihaka za maadui zetu, na tukaanza kuzitia nguvu badala ya tutie nguvu ile nguvu ya Yesu Kristo na kipawa alichoweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika tumeangalia katika hiyo Mika 7 verse 8. Tukaona ya kwamba maadui wasikatufurahie kwa sababu ya kuanguka kwetu, sababu Mungu atatuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ataweza kutuinua na ni Mungu ataweza kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ingine ni following the flesh and not the spirit. Kuna kitu huwa inafanya mtu anaanguka kwa sababu huwa tunafuata mwili badala ya kufuata roho wa Bwana vile anasema. Praise the name of the living God. Kuna wakati mwingi nimekuwa nikialikwa, nimekuwa nikiitwa na nikawaambia sana, mimi si follow ati mwinge the majority. Hata ndio maana ninasema Mungu, kama kanisa hii uliniita kwa sababu ya watu 5, nipe nguvu ya kufikisha hao katika ulimwengu wa mbinguni. Praise the name of the living God. Kwa sababu wakati utakubali vile utaonyeshwa ndivyo washirika wakue wengi, unafaa kufanya hivi, utaingishwa katika shimo ambao hutaweza kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kama ni 5 Mungu alikuaminia, hao wakue ndio utapeleka katika uzima wa milele. Wakati utakubali mwili ukuongoze, utajipata katika hali ya kifo, hali ya kuangamia, sababu
mwili huelekeza mtu kwa kifo, nayo roho wa Mungu unakuelekeza kwa uhai, sababu dhamiri itakuwa hai na itaweza kuwa na antena ambayo iko juu. Wakati unapotea, huwa utasikia dhamiri yako inakwambia na hapa unapotea. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni tuangalie, tusikue tunafuata mwili, sababu wale wanaofuata mwili huwa ni kuangamia, wanaangamia. Nao wale wanafuata roho wa Bwana wanajipata katika njia za uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wakati mwingine huwa ninaona unaweza pata shetani, sababu ni mjanja, huwa anatutega na ile kitu tunapenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ile kitu ambayo unapenda zaidi, kama wewe ni mwokovu, huwa unapendwa au unategwa na wale watu wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuta wale wameokoka ndio wanakuja kukuambia ya kwamba hii njia ndio inafaa. Yule mtu ameokoka anakuambia hapana, hata hakufai kuenda haya maombi mnaendaga. Si uombee kwa nyumba. Mungu ako kila mahali. Hata unatafutiwa maandiko ambayo inasema God is omnipresent. Praise the name of the living God. Unaambiwa ya kwamba Mungu ako kila mahali. Shetani ni mjanja, na huwa anatuangalia, anaona huyu kile kitu anapenda ni hii. Praise the name of the living God. Hiyo kitu ambayo umependa huwa ndio unategwa nayo. Hata kama ni maamkuli, unajulikana ya kwamba huyu huwa anapenda haya na haya. Huyu anapenda mahali kuna upishi. Na kwa sababu huu upishi tutaweka in the name of, tunamwambia kuja, tunataka upikie, wachungaji watakuja, kuna wageni watakuja wa kanisa, unaitwa tu unaenda. Praise the name of the living God. Na hapo ndio utategewa, sababu kwanza haukuuliza Mungu. Na mimi Bwana, sababu ninaenda. I remember one of the pastors alikuwa anatuambia kuna mahali aliitwa Ghana aende akahubiri. Akatuambia na wakati alikuwa anaomba, sababu tukialikwa ni lazima kwanza uombe Mungu kabla upeane tuseme the respond, kabla upeane jawabu kama utaenda na kama hautaenda. Wakati alikuwa anaomba, Mungu akamwambia Baba, ninataka kuenda Ghana kuhubiri, nataka ukanipea nguvu. Na Yesu akamwambia, you are going without my recognition. Sijajua unaenda. Praise the name of the living God. Ukiambiwa Yesu hajajua unaenda, si ni wewe ulikuwa umepanga na unaanza kwenda? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwenda utaenda, ama hiyo safari ni kukatisha utakatisha, kwa sababu hajui. Kwa hivyo hata ukienda, go with on your own risk. Praise the name of the living God. So tunaanguka kwa sababu tulifuata mwili, tukakosa kufuata roho wa Bwana, na tukakosa kumuuliza Mungu, sababu neno la Bwana linatuambia we acknowledge God in everything we do and he will establish our ways. Kwa uoneto mwema udumaremo da turenda weka nigetha atudondekere njira. Kwa sababu mkikutana ni kama vile tuseme mama Wambui ama mama Kale. Kuna wakati ulikuwa unaitwa katika karamu ama sherehe, tuseme Kale akiwa size hii ama Elvis wangu akiwa size hii. Wakati uko kule unapika, ugakoraga Kale ni agukorie kuo no de gukwirite ni eguka. Praise the name of the living God. Si atafuatana na tutoto, alikuwa tu size hiyo, ama Elvis ananifuata tu, ndio na mwana na mafoshori ndio kile ndio raruga. Praise the name of the living God. Hata Yesu ndio wakati mwingine huwa anatuona, sababu anaona huyu hata hajaoga. Na si kuoga kwa mwili, hujajitakaza, umeenda kuhubiri. Ni kweli niko kila mahali, niko kwa hizi kanisa, lakini wakati umeenda kuhubiri, kwa sababu huko umeniarifu, kama ni mimi mzazi, si ningekuwa nimeosha huyo mtoto, si ningekuwa nimemvalisha nguo nzuri. Kwa hivyo Yesu anakuangalia, anasema huyo ndio kile. Bwana Yesu asifiwe. Dunaendelia, dunapokuhoya, dunapokuilia, dunapokuhera, nome woka kurogama kigongona-ini. Unakuta mahali umealikwa, zile vita zinapigaga wale kurali igorita leo. Unaanza kusema niyo madhabahu nilienda iko na mapepo ni nini, lakini huku mwalifu Mungu ninaenda. Praise the name of the living God. Ukali igorita limwe ukagona digoshoka guthie kanitha. Yale mambo nimepitia, sababu mambo yale unafanya, ama mahali ulikuwa umeenda upate umegongwa, kwa sababu umegongwa na huko umearifu Mungu ninaenda kwa karamu mahali fulani, unaenda unakuta kwa sababu ile
zinainuliwa kwa sababu ya madhabahu fulani, na wewe unaenda unashiriki sababu huko umesema na huko umemjulisha Mungu. Ukishiriki kwa ile karamu unakuta umeanza kurudi nyuma badala ya kuenda mbele. Unaanza kushindwa na maisha yangu iliharibikia wapi? Kwa sababu ulienda na haukuwa na ruhusa ya mzazi. Haukuomba Yesu ruhusa sababu ndiye mzazi wetu. Praise the name of the living God. Wacha tusome katika Psalms 37. Psalms 37. Psalms 37 verse 23 to 24. Verse 23 to 24. Inasema ya kwamba the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Mwathani niwe wonagĩrĩria mũndũ njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũgera. Mũndũ ũrĩa ũthiaga na mĩthiĩre ĩrĩa ĩmũkenagia nĩ amũmenyagĩrĩra wega. Ona angĩtindirũka ndangĩgwa, tondũ Mwathani nĩ akoragwo amũnyitĩte guoko. Kwa hivyo Ngai witũ niwe ũrĩtuonagia njĩra ĩrĩa twagĩrĩire nĩ kũgera. Twamũmenyithia, twaga gwĩtĩkĩra gũtongorio nĩ mwĩrĩ tũkamwĩra Mwathani nĩ ndĩrenda gwĩka ũũ mwaka ũyũ, Mwathani nĩ ndĩrenda kwambĩrĩria ũũ, nĩ ndĩrenda gũthiĩ hana, nĩ ndĩrenda gũthama, nĩ ndĩrenda gũthiĩ handũ njĩtĩtwo. Mwathani niwe ũrĩkuonagĩrĩria njĩra, ona nĩ arĩgũteithagia gakwĩra na andũ acio wathiĩ kũmahunjĩria maracaba kĩna na kĩna. Kwa hivyo wakati unahubiri unaona watu wanajazwa na Roho wa Mungu, watu wanasikia wako na furaha sababu ulimjulisha, na yeye atakuonyesha njia ya kwenda kufungua wale watu, kwa sababu kufungua ni kwa neno la Bwana. Praise the name of the living God. Hata kazini unaambia Mungu nimeenda kazini, na kwa sababu uko kila mahali, nataka nikifanya kazi yangu nifanye kazi yako na wewe ufanye kazi yangu, unitengenezee maisha. Kwa hivyo hata wakati utakuwa ukiongea unakuta mnachapa story na mtu, lakini kile mnaongea inakuwa ni ile mashida anapitia, unaanza kushindwa ni kwa nini na tumeanza ni story. Anakuambia na umenisaidia sana, kwa sababu si wewe, ni Roho wa Mungu anaongea ndani yako. Kwa hivyo ukimjulisha tu, umwambie Roho wa Mungu, nataka ukue ukiongoza maisha yangu. Kwa hivyo ni yeye tu atakuwa akikuonyesha njia, mahali baraka zako ziko, mahali breakthrough yako iko, mahali financial iko. Praise the name of the living God. Hata kuna watu watakuwa wakikutenganisha naye. Kwa sababu kuna dada mmoja nikamwambia nikikuona nasikia kulia. Kaniuliza kwa nini? Nikamwambia unajua maisha yako ilirudi nyuma wakati mlianza urafiki na mtu fulani. Praise the name of the living God. Si urafiki wa mwanaume na mwanamke, lakini ni urafiki wa mama na akakaa chini akaniambia, na ni kweli nimeanza kuona. Praise the name of the living God. Unajua ukiwa katika Roho wa Bwana ataanza kukupea moyo wa kusikia ni kama hauyuko comfortable in this relationship, in this uhusiano. Praise the name of the living God. Sababu huyo rafiki ni wa kuingia, ni wa kutoka, ukitoka ninatoka. Praise the name of the living God. Ni yule rafiki atakagi kukuachilia, lakini ni kama monitoring spirit imewekwa. Ukienda karibu uende choo, anakufuata mpaka kwa choo. Praise the name of the living God. Nikamwambia ninakuangalia, ninakuonea huruma. Sababu kama ungejua, praise the name of the living God, wakati Roho wa Bwana ataweza tu kutufungua. Kuna marafiki zetu wengine huwa wanaona mbele, wanaona destiny yako iko karibu kufunguka, wanakuwa closer sana na wewe sababu hawataki ufike pale, wanakuwa wakukuzuia. Ujuagi marafiki wengine huwa wanakukuwekea gadi. Wakikuja katika maisha yako huwa wanakuwekea tu, wanaweka tu kakate kidogo. Kama ni destiny connector alikuwa akuja kwa maisha yako, anaweka tu. Praise the name of the living God. Na sisi tunasema, hii rafiki yangu ananisaidiaga, huwa ananileteaga, hata niye ananipeaga kitu fulani wakati sina. Hapana. Kuna rafiki yule unaonaga kila mara anatakaga ukoaje, nini, kila mara anataka nipeleke mahali fulani ama kuja nikupe nini. Praise the name of the living God. Na huyo rafiki amefuta huyo mtu, amemfuta kutoka level yenye Mungu alikuwa amempeleka. Ndio kwa sababu tulianza na yeye chini, akainuka. Mimi nikaona ni mtu ameinuka, nikasema acha niachilie mtu mkubwa ameinuka. Kumbe ataenda ashikane na rafiki mwingine pale, amemrudisha mpaka chini. Praise the name of the living God. Kuna mambo mengine unaangalia unasema sasa tena ni mimi
unajua ni mimi nitakushika tu tupande na wewe tena. Na nilikupandisha nikafikiria umefika pale nichukue mwingine tupande na yeye na maombi na mambo yote hivyo hivyo apande, kwa sababu kazi yako ni praise the name of the living God. Kuna watu kazi yao ni kuinua Musa mikono juu ndivyo vita iweze kupigana. Kwa hivyo kila saa ukiangalia kama unaenda kuinua vita unaona ni kama kabisa tuko karibu kukamilisha vita. Na Musa anasema niachilie sasa, nimesikia mikono. Praise the name of the living God. Ikaniuma nikasikia kulia. Wakati nilimuona sasa ameanza kurudi pale, nikamuuliza tena na nilikuacha pale. Praise the name of the living God. Kuna marafiki wengine tutaachana nao. Sababu kuna mahali Mungu huwa anakuita anakwambia kuja, nataka kufanya hili jambo na wewe ndivyo niweze kukuinua. Nao marafiki hao wana sense. Wanajua huyu hatafika mahali fulani. Wacha nitumie kama mfano. Tuseme ni rafiki tu akuja kupata kwa kanisa. Aone na huyu ataweza kuinuka. Huyu kipawa chake kitaanza kupaa. Huyu ataweza kufanya. Anaanza kukutoa mahali Mungu amekuweka, anakurudisha chini kidogo kidogo. Haturudishawi kwa haraka ati tunashukishwa. Unaanza kupewa maneno, unapewa maneno ya hiyo kanisa, unapewa maneno ya mtumishi, kwanza unapewa ya mshirika mwingine, unapewa hii na wewe unasikia unaanza kutoka. Sababu hukukubali kwanza kuuliza Roho wa Mungu. Na huyu mtu ameniingia aje? Alinikuta nimeingia na nimefika katika madhabahu. Kwa nini ananitoa na stori za mama fulani? Kwa nini ananileta ananionyesha mama fulani yako hivi yako hivi? Kwa nini amenivuta hata na praise the name of the living God? Anakwambia si unasikia ile maneno mtumishi anaongea ni ya kukwaza kwaza. Si unasikia fulani akiamka ni kukwaza anakwaza. Na wakati huo shetani sababu huwa hata kuja akiwa na pembe katika kanisa. Ataingia tu ndani ya mtu. Kwa sababu ameona huyo mtu ataweza kuinuka. Sasa wewe anataka kukufanya rafiki. Bila ile ya Roho wa Bwana tuanze kujiuliza kwa nini huyu mtu anataka kukua rafiki na alinikuta? Maana Yesu asifiwe. Kwa nini anataka kuniweka karibu? Kumbe ni shetani aliona akaona huyu akifika kiwango fulani avuke tu sitaweza kumpata tena. So huwa anakutafuta wakati unaanza kupanda. Anakupea kastori, analinganisha, anapitia mbali. Sababu hata wakati alikuta Eva, hakumwambia ukikula hii tunda utafukuzwa. Hawezi akakwambia. Akamwambia si kwa nini mliambiwa na hii tunda mkikula mtakuwa werevu? Kwani hamsikiagi vile kuhubiri huwa na kwani hamuonagi ama hamsikiagi ule mzee wake vile anaongea anakata kama kwani hamsikiagi ule Washira akiamka ama vile Joyce huwa na hivyo atakuvuta tu sababu adui hata kuja akiwa na pembe hata kubali umjue atakuja tu kwa njia ya urafiki. Praise the name of the living God. Kwa hivyo tuweze kuelewa ya mwili na ya roho. Wakati roho anataka kupigana aturudishe level ya chini, atatafutia tu mama mmoja kwa kanisa makosa. Akuje aniambie ya kwamba na labda huyo ndiye mama Mungu alikuwa anataka kuinua. Akuje aniambie hata ukipea sijui wacha nitumie mama Dave na usikasirike. Ukipea mama Dave hiyo kamwanya akuye akihubiri ama akuye akiibisha ukimpea hivyo ni example. Sasa kwa sababu labda Mungu anataka kuinua huyo mama na mimi ninakosa kuelewa. Unakuta mwingine anasema ukipea mama Kale hapo ulikuwa unasema umpe praise the name of the living God. Na mimi bila kupiga magoti niambie Mungu nisaidie kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akuja kumwambia na huyo mchungaji wenu. Si unaona wakati mwingine hata wakati anaibisha huwa anakataa na mic. Hamjui ni kwa sababu kuna hii na hii na hii anataka kufanya hivi. Praise the name of the living God. Unafutwa na labda huyo mchungaji kuna neno moja lilikuwa likukomboa. Sababu neno la Mungu linatuambia ati na kio kiwoke mwenye gatuma mundu atule muoyo. Kwa hivyo labda kuna neno moja Mungu anajua itafika siku gani ama itafika siku hii. Hili neno nikiliachilia kwa watu wangu watafunguliwa wote. Kwa hivyo shetani ana make sure amekuvuta amekutoa kabla hilo neno linenwe ndivyo uishi katika hali ya kuzunguka. Praise the name of the living God. Wacha tuone hiyo ingine ya 5, lack of faith inaweza ikakufanya uanguke. Ukikosa imani unaweza ukaanguka either financially, spiritually or physically
unaweza ukaanguka, kwa sababu neno la Bwana linasema at because the word of God says whatever you shall ask in prayer believing you shall receive. Kwa hivyo wakati utaomba tu kile utaomba ukiwa na imani utaweza kukipokea. We feel because when you pray we don't believe that God has done. You shall receive whatever you ask believing he shall give. Praise the name of the living God. Tuliona Yesu wakati aliinua mkate, aliamini tu ametenda. Sababu alisema, "Nithengio Mwathani ile tondu ni ujiguaga." Hivyo tu. Na mikate ikakua, samaki zikakua, watu wakakula. Kwa hivyo badala ya umwambie Bwana, "Asante kwa sababu ninajua huwa unanisikia. Siku ya leo watoto wangu hawatafukuzwa shule, kwa sababu kabla ifike jioni nitakuwa na completion, nitakuwa na hiyo fees yote na nitalipa leo." Praise the name of the living God. Mungu hutamuonyesha ile njia atakuletea vitu nayo. Ni yeye atajua ile njia atakufanyia vitu. Praise the name of the living God. Nikawahubiria kuhusu mchungaji mmoja rafiki yangu. Akaniambia alikuwa na deni ya milioni 2. Na hakuwa anajua vile ataanza. Na kwa sababu Mungu alikuwa anataka kumtumia, ndio maana aliweza kumzusha, akashuka chini. Alikuwa na maduka, alikuwa anauza na wholesale, lakini Mungu akimwambia nataka unitumikie, anaangalia pesa yake, anaangalia nitaacha hii duka, Mungu alimake sure amefail, sababu alitegwa tu na kamtego kidogo, akabeba maroon, akafanya hivi. Hiyo loan ika accumulate. After accumulate, wakati walianza kuzozana, ikafika zile vitu za alichotwa na nini akabakisha milioni 2. Akaambia Mungu, kama unataka nikutumikie, nataka unilipie hii deni. Praise the name of the living God. Alikuwa anakaa anapigiwa simu, anaambiwa hii sasa message inaingia, anaambiwa tunashukuru sababu tunaona umeendelea kulipa. Praise the name of the living God. Anakuta imelipwa 200 na anaambiwa ni yeye analipa. Anasema ni ile tu nimeweza kupata. Digukiwa no takiria no wega ni Ngai. Praise the name of the living God. Umepata wapi na sio wewe umelipa? Si ni Mungu. Kwa hivyo tukiamini Mungu, tukiwa na hiyo imani kwa ile jambo lote tunaomba, tumwambie Baba ninataka hii. Wacha kushughulika atatoa wapi. Wewe mwambie ninajua unaweza kutenda. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama imechukua muda. Najua Bwana unaweza. Suni unamwambia Mungu najua, hata ukiona leo haijapatikana, mwambie ninajua Bwana unaweza. Mimi nimeenda tu shughuli zangu, sababu ninajua unaweza, yale uliniahidi ni lazima utaweza. Praise the name of the living God. Wacha tusome katika Matthew 21:22 ndivyo tuweze kuelewa ni nini ninasema. Matthew 21:22 inasema ya kwamba maundu mothe maria murihoyaga muri na wĩtĩkio ni muriheagwo. Ati maundu mothe maria murihoyaga muri na wĩtĩkio ni muriheagwo. Kwa hivyo, kwa nini tukose hiyo imani? Tukose tu imani kwa Bwana tukiomba ile jambo. Wacha tuone katika Mark 16:17. Na wale magetikia ni makaheo hinya wa kuringa ciama, ni makaigata nginya ngoma kuma kuri andu thiini wa ritwa riakwa, ni makaria na thiomi ng'eni, mangikanyita nyamũ cia thĩ kana manyue thumu, matirĩ ũndũ makona, ningĩ nĩ makaigagĩrĩra arwaru moko nao makahona. Praise the name of the living God. Kwa sababu tuna fail, tunajikuta kwa familia labda kuna ugonjwa iliingia, kwa sababu hatuna hiyo imani ya kusema na hii ugonjwa haitafinyilia huyu katika jina la Yesu. Unapata hata ukipewa kitu ambayo kiko na hiyo sumu, tumeambiwa, unaambia mtu, unajua kuna mtu mama mmoja akaniambia kuna wakati alipewa unga, na kwa sababu alipewa unga debe moja na yule alimpea ilikuwa imekuwa na hii tunasemaga sijui inaitwa aje, imekaa hiyo unga imekaa, na alikuwa na watoto wa mwingine wa kijana yake alikuwa amekufa. So alikuwa ananiambia nilikuwa na watoto 5.
So niko na wangu watoto wawili, na kijana yangu sababu alikufa akaacha bibi naye akatoroka, nikaachiwa watoto wengine 3, nilikuwa na watoto 5 na siku anajua nitawapea nini. Praise the name of the living God. Akapewa ikiwa na ile mold ile imeharibika, ile imekaa kwa muda. Akaniambia hata alikuwa anaangalia tu anaona inatoa zile vidudu. Na alipikia watoto wake, wacha kusema alipika. Praise the name of the living God. Na haikuwa haribikia. Hiyo unga alipika na ndio ilimsaidia. Wakati amepika, unajua ukimtumainia Mungu na ukimtegemea Mungu na ukinyenyekea. Sababu kama ni mwingine angesema, ile mtu wena. Praise the name of the living God. Hapo ndio akapata kazi kwa wazungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuangalia mzungu mmoja Nakuru, na kutoka hapo maisha yake ikabadilika. Nikuwa na imani na kumngojea Bwana. Praise the name of the living God. Kwa hivyo unaambia Mungu, ninajua utatenda, na ninajua hata kama tunakula hii unga, sababu badala ya watoto wakufe. Imagine hiyo unga ilikuwa na hiyo kitu tunasemaga, na watu wanaambiwa wakikula hiyo wanakufa. Watoto hawakukufa, hata ndio wakakuwa na afya nzuri. Praise the name of the living God. Huwa ananipea hiyo story, anacheka, ananikumbusha hiyo, kwa sababu ni mtu wa furaha. Praise the name of the... Akaona badala ya watoto hawa wanalia. Hawa ni watoto wa kijana yangu baba yao wamekufa. Tena na yeye mama amekimbia, nimeachiwa hawa watoto. Praise the name of the living God. Sababu alivumilia, naye Mungu akatengeneza njia. Wakati huu tunaongea, ni mtu wako kwake, ni mtu wako na mali zake. Praise the name of the living God. Tuwe na imani kwa Bwana. Hata kama tumeona ni kama giza imeingia, ni kama giza imekuwa totoro, huo wakati ndio Mungu anakuja kufanya mapenzi yake. Ya mwisho, listening, ile inaweza ikatufanya tuanguke. Listening to offensive stories. Ati mtu anakuambia fulani alinikwaza. Imagine nianze kupeana Joyce alinikwaza, nikikuta Kale, sababu ninataka kuvunja hiyo relationship ya Kale na Joyce. Sasa nikikuta Kale ninamwambia, unajua hata Joyce alinikwaza, na labda wakati huo Joyce hakuwa ameokoka. Praise the name of the living God. So nikiwaona, ninaanza kupea Kale stories za Joyce, vile alinikwaza, vile hata anaongeaga, vile huwa. Praise the name of the living God. I remember one of the day, na hii nitawapea tu hadithi kidogo, kwa sababu ya rafiki yangu huyo msichana alikuwa amekuja, huyo mwenye nimesema alirudi. Jina lake anaitwa Faith. Mama mwingine akakuwa akinipigia simu, tukaongea na yeye, na ile story alikuwa ananipea ya mama Faith. Yesu asifiwe. Sasa akaniambia huyu sijui hajalipa nyumba, hajafanya hii ni hivyo, akanipea tu story. Sababu alikuwa ananipea kwa sababu ni mwokovu, ananiambia hawa wokovu. Sasa unajua ukiwa mwokovu ni lazima upewe stories za wokovu, ndivyo hata wewe ukwazwe sababu uko mwokovu. Praise the name of the living God. Sasa akaniambia maneno. Naye kuna kitu alikuwa anataka kwangu, akatuma kijana. Wakati alituma kijana, kumbe tumemaliza kuongea naye huyo Faith akanipigia simu. Sasa hii si story ya kitabu, ni story, the real story. Ndio nataka kuwaonyesha offensive huwa inaingia aje. Tukaanza kuongea na yeye. Sasa kijana wake wakati alikuja na mama yake akinipigia simu, kijana alikuwa hapo, alafu akaniambia nitatuma fulani ya kujia kitu fulani. Wakati tunaongea na huyo mama, nikamwambia Faith sijui nini. Kijana wakati nilimpatia ile kitu, alienda kuambia mama yake, ile story zote ulikuwa unapea mama Bogua, nimepata akipea mama Faith. Kwa sababu amesikia tu jina Faith. Unaona offensive? Haya, nikakaa. Yule mama akakuja, akaniambia kwani ulipea? Hata tukiongea nikamwambia hata fulani amenikuta tukiongea na mtu fulani, sababu anamjua. Nikamwambia hata fulani amenikuta tukiongea, ndio maana hata sikumkaisha, sababu siku anataka kukata simu ya fulani, sababu chenye alikuwa anataka nikikata na nianze kufanya kazi nitasahau kumpi. Akaniambia ndio maana kama sasa mimi ningekuwa mtu wa roho, ndio hata nilikuwa nikuje nikuulize, sababu aliniambia ati mlikuwa mnaongea na mama fulani. Praise the name of the living God. Tutapiganishwa kwa sababu ya neno moja ambayo limekuwa coincidental. Utakuta neno ikiongewa, na sababu tulikuwa tumeongea useme ni wewe ulikuwa Sasa ninataka kupiganisha Kale na Joyce, nianze kumpea maneno ya vile Joyce alikuwa na vile alinikosea na vile ninasikiaga watu, na labda Joyce ndiye destiny connector ya Kale. Hivyo ndivyo huwa tunaanguka. Mungu amekutuma kwa huyu ndiye destiny connector yako.
Na kwa sababu ni yeye destiny connector yako, uvutwe na mwingine, ukute mwingine walikosana kwa sababu ya differences zao. Hata mwingine labda mimi nilikuwa ninaoneaga Joyce wivu sababu ameinuka. Nimemuonea wivu hivyo. Kwa hivyo nitatafuta namna nimpee karibu. So those offensive, hata kama vile nilikuwa najua Joyce na hapo nimemjua kwao, nianza kupeana stories za kwao, nianza kusema huyu hata anakuwa na malingo. Praise the name of the living God. Tuangalie ni wapi tutaanguka, sababu tutaacha our destiny connectors because of the offensive stories. Ukute tu umeacha mahali Mungu alikuwa amekupangia, hapa ndio nitakubarikia. Na wewe upatane na mwingine akupe mastori ambayo hata haieleweki, akuvute tu na kitu na tuzawadi kwa dakika 5. Wakati huo wakati utakuwa umeibiwa na huyo mwenyewe Mungu amekuondolea huyo. Sasa wakati huo ndio utaanza kuona nani kama huyu mtu wako wa mzuri. Mambo yote nimesema ni kwa roho wa Mungu. Kwa sababu gani nikipeana hiyo ndivyo nimalizie? Wakati Yesu alienda kuhubiri na kupeana neno, kuna wale walianza kusema ndivyo timuro wa Maria. Na Yesu ndiye amebeba uponyaji. Yesu ndiye amebeba hata kufufua watu. Yesu ndiye amebeba miujiza. Lakini wale watu nimesema marafiki wale wa kitambo, those who have the offensive stories, wale wanapeana maneno ya mtu ya kitambo sio ya saa hiyo, na wamekukuta labda ulikuwa hujaokoka, wakati umeokoka wanaanza kusema hujui alikuwa, ama wanasema ni kama saa hiyo unafanya hiyo jambo. Na labda huyo ndiye Mungu amekupea akuwe wa kukushika mkono akuvukishe. Ndiye akona baraka yako. Unaachilia baraka yako. Unaanza kushikana na huyu. Wakati umesimama na yule Mungu amemuondoa na amempeleka mahali kwingine, unakuta ni kama maisha yako praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika Mark 6. Tunamalizia tu. Ndivyo mweza kuona vile watu walianza kusema kuhusu Yesu. Tusome 1-3. Inasema thutha ucio Jesu akiuma kuo agicoka itura-ini riao, nao arutwo ake makimurumirira. Muthenya wa Thabatũ wakinya, akiambĩrĩria kurutana thunagogi-inĩ, na kũu thunagogi-inĩ kwari andũ aingĩ mũno. Rĩrĩa mamũiguire makĩgega, makĩũrania atĩrĩ, mũndũ ũyũ arutĩte maũndũ maya mothe kũ? Kaĩ ahetwo ũũgĩ mũingĩ atĩa wa gwĩka maũndũ ma magegania ũũ? Githĩ ũyũ tiwe fundi wa mbao, mũrũ wa Mariamu, na mũrũ wa nyina na Jakubu, Josefu, Judasi na Simoni? Githĩ arĩ nyina matirĩ gũkũ na ithuĩ? Nao magĩkĩregana nake. Praise the name of the living God. Nĩ kũrĩ andũ magatũmana ũregane ũrĩa wĩna kĩrathimo gĩaku. Nĩ kũrĩ andũ magatũma ũregane na ũrĩa ũkuĩte destiny yaku. Tondu gekora no wambia guthikiriria ndeto ciao cia mihika, tondu makuoye we fundi wa mbao, makuoye we mũrũ wa nyina na Mariamu, makuoye we mũrũ wa nyina na Simeoni. Praise the name of the living God. Matume uregane na mundu uria wina kirathimo giaku. Ni tondu Ngai ndarugamaga handu hamwe, ndatũraga handu hamwe. Ngai akoragwo kũndũ guothe, na Ngai ndakoragwo ndatindagĩrĩra ũndũ ũmwe. Praise the name of the living God. Ngai ni wa njira nyingi. Kwa hivyo anaweza akaona mwingine ameanguka, aone yule nimemtumania na ameanza kudile. Si hata kuna wakati mwingine tukilea watoto, unaona mtoto ameanza kujivuta mkienda, anasimama, unamwambia mimi nitakuacha. Unaanza ndivyo train kwanza, unamwacha. Praise the name of the living God. Mungu atakuacha tu. Huyo mtoto anaanza kujiririsha. Na sababu ile distance ulimwacha ni kubwa, sasa anaanza kustrain kukimbia. Hata sisi huwa tunajipata kuna wakati mwingine sababu Mungu alikuletea destiny connector. Ama akakuconnect akakupeleka kwa destiny connector. Na kwa sababu anataka kuona mawazo yako vile yako, unaona ni kama ukigojea ukue connected to your destiny, unaanza kuconnectiwa na kuvutwa na those offending stories. Praise the name of the living God. Mungu akaweze kutusaidia. Tukaweze kuelewa tuliangukia wapi. Ni wakati tulifuata mwili, ama ni wakati tulikosa imani na Mungu, ama ni wakati tulisikia tumeitwa huyu ni mtu mkubavu, tukaanza kujitolea ushuhuda wa ukubavu, tukaona hata sisi ni kama kabisa tuko wapumbavu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni tujiangalie tulipotelea ama tuliangukia wapi, ama tunaweza tukaangukia wapi.
sababu wale walianza kumwacha. Tukiteremka hapa chini kabisa, hiyo Mark 6:5 huwa inatuambia ya kwamba wakati Yesu aliendelea, hakukwama, aliyakafundisha wanafunzi wake. Tunaonyeshwa ya kwamba nake Yesu ndahotire kũringa ciama itũũra-inĩ rĩao, o tiga nĩaigĩrĩire o andũ matarĩ aingĩ moko, arĩa marĩ arwaru nao makĩhona. Praise the name of the living God. Sio ati kwa sababu hakuwa na uwezo, lakini kwa wale walikuwa wamemkubali, kwa sababu wengi walianza kukataana. Kwa hivyo unaweza kuta uko na magonjwa na utaachwa na magonjwa yako. Unaweza kuwa uko na mashida na utaachwa na mashida yako, sababu ulisikiza maneno ya offending, yale ambayo yako na adui ameingia kwa mtu mmoja, ama kwa mtu wa familia, ama kwa rafiki, akakufuta kwa yule alikuwa na destiny yako. Wakati umeachwa na magonjwa ama na mateso, ndio wakati huo unaanza kuangalia, na ni kweli Yesu unaanza kustrain, na alikuwa hapo na hukuweza kuelewa. Praise the name of the living God. Tuambie Mungu, twiragwo mugambo uria waiguire urumirire, tigana na migambo ya andu, tigana na migambo ya arata. Kiria waiguire, angikorwo waiguire njira ino niyo, angikorwo waiguire haha niho ngwamukira kirathimo giakwa, tiga kwenda kugucio ni andu, tiga kwenda kugucio ni ndeto cia offensive, kuhinga mihinga. Na rĩngĩ ũraheo ndeto cia mũndũ hĩndĩ ĩyo ndahonokete, ũgakora kuwa mũrigo ũcio ũkamũmena. Praise the name of the living God. Na ndiwe wina destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukaweze kuinuka kwa miguu yetu, tukaweze kuambia Mungu tumeanguka, sababu wengi tumefail katika maisha. Tumwambie Mungu labda tulifail sababu hatukuwa na imani ambayo ni kamilifu kwako. Tuambie Mungu labda tulifail kwa sababu